السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapana budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kufika siku yetu ya leo, siku ya Jumamosi, mwezi 10 Ramadhani, ambao ni muhadhara wetu wa pili, na mleta mada wetu ni shekhe wetu Sheikh Shabani Pembe kutoka Masjidi Mtambani. Mada sifa mwanamke mcha Mungu. Niseme tu sisi tunapanga na Allah pia anapanga, na yote ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo kwa dhiki zote hizo, basi nikuombeni tuazime masikio yetu tumsikize shekhe. Lakini kabla kumpa nafasi shekhe, kiongozi wetu Sheikh Yahya Maarifa Vumbi, ambaye ndio mudir wa kituo hiki cha Madrasa Namatul Ridha, ambao wao ni waandalizi wa mihadhara hii wakishirikiana na kamati ya kina mama. Mihadhara inaandaliwa chini ya shekhe, lakini kuna kamati maalum ya kina mama wanaratibu mihadhara hii. Wao ndio wanasema wiki hii atakuja shekhe gani. Ilikuwa wiki iliyopita Fatha alitia yeye shekhe mwenyewe, lakini shekhe amedhaulika, yupo njiani. Kwa hiyo basi niaba yake tunaye mwalimu kiongozi Ustadh Khalifa Kama, yeye atatia Fatha na dua kwa niaba ya Sheikh Vumbi. Khalifa Kama, karibu sana. لا حضرت النبي المصطفى بنية التيسير كل عشير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، النصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واغفر لنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا من البلاء يا الله. اللهم سلمنا من البلاء يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. Sasa niombe tulikuwa ghorofa juu huko na kwa chini, tufuatilie matangazo yetu haya kupitia skrini ambayo zipo katika vibao vyetu hivi. Mada yetu sifa ya mwanamke mcha Mungu. Tuazime masikio yenu kwa Sheikh Shabani Pembe, karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وأنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ihsani yake. Ametuwezesha sisi wachache kati ya wengi kuweza kukutana katika jilsa kama hii, jilsa ya kheri, jilsa ambayo ina malengo ya kutengeneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kikao ambacho kina malengo ya kuzilea nyoyo zetu ili tuweze kufika salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu wengi ambao Mwenyezi Mungu hakuwapa taufiki hiyo ya kuwepo mahala kama hapa. Kuna watu ambao hivi sasa wapo ICU wanapumulia mipira. Kuna watu ukienda Sewa Haji, ukienda Moisela, ukienda kwa Amana, saizi wapo kwenye hali mbaya sana. Mwenyezi Mungu hakuwapa hiyo neema na fursa ya kuwepo mahala kama hapa. Kuna watu ambao muda huu tunavyozungumza Mwenyezi Mungu ndio anachukua roho zao, na kuna watu muda huu tunavyozungumza ndio wanapelekwa katika makaburi, wanakwenda kuzikwa. Sisi tuliopata bahati ya kuwepo kwenye kikao kama hiki tunadhani tumemfanyia jambo gani zuri Mwenyezi Mungu mpaka akatuteua kati ya hao wengi sisi tukaweza kupata fursa ya kukaa mahala kama hapa. Tumemfanya jambo gani zuri Mwenyezi Mungu? Kwa ucha Mungu gani ama kwa kheri gani tunayoifanya mpaka Mwenyezi Mungu ametuchagua akatuweka mahala kama hapa tukiwa na afya, tukiwa wazima? Lau kama tungejua thamani na neema hii ya kukaa mahala kama hapa, ukapata fursa ya kwenda kumuuliza mtu ambaye yupo Moisela, yupo Sewa Haji saizi kwamba kitu gani anatamani, angekwambia natamani kitu kinaitwa afya. Walau na yeye aje akae mahala kama hapa, asikie maneno ya Mungu, akuze imani yake, lakini Mwenyezi Mungu amempa mtihani kama ule. Kwa hiyo sisi kuwepo mahala kama hapa kwanza ni taufiki ya Allah ametaka, lakini pia ni jambo la kumshukuru Allah kwamba ametupa neema. Hii ni neema kubwa sana tumegiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau kama mtahesabu neema za Mwenyezi Mungu zilizokuwa juu yenu kamwe hamwezi kudhibiti hesabu yake. Miongoni mwa neema tulizogewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kuweza kukaa katika jilsa kama hii ya kheri. Muda huu pengine ungekuwa nyumbani, sasa hivi ushaongea mambo mengi ya ajabu. Kuna umbea mwingi ushapiga, kuna habari nyingi zishakupita, kuna dhambi nyingi ushafanya. Lakini tazama muda ambao wenzangu umekaa hapa mpaka muda huu, unapata rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Allah kwa neema hii ya sisi wachache kuteuliwa kuweza kukaa katika jilsa kama hii. Na siku zote mimi ninawaambia, waliokuwa nje ni wengi zaidi kulikoni sisi tuliokuwa ndani. Waliokuwa nje kuna wanawake wengi zaidi kulikoni sisi ambao tuliokuwa ndani. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba mbona sisi ni wachache, waliokuwa nje ni wengi, wale wengi watatushinda?
lakini Mwenyezi Mungu anasema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi ambayo ni madogo yaliweza kupata ushindi dhidi ya makundi makubwa kwa msaada wa Allah. Kwa hiyo inawezekana kwa uchache wetu huu tukaweza kuleta impact, kuleta mabadiliko katika jamii na katika Uislamu, japokuwa tunajiona ni wachache, na pengine waliokuwa nje ni wengi, lakini wale wengi wakawa hawana faida na wale wachache wakawa wana faida katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niliwahi kutoa kisa kimoja mahala, nikawaambia kwamba katika vita ya Badri ambapo ilipiganwa katika mwezi 17, vita ya kwanza Waislamu wanapigana ilikuwa ni vita ya Badri katika mwezi kama huu wa Ramadhani. Katika vita ya Badri Waislamu walikuwa ni wachache 300 lakini makafiri walikuwa 1200 na kidogo, Waislamu walikuwa 300 lakini ajabu ni kwamba Waislamu walishinda kwenye ile vita. Waislamu ni wachache lakini bado walishinda. Kwa nini walishinda? Ni kwa sababu waligewa msaada na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Mtume katika moja ya miujiza aliyofanya katika vita ile ilikuwa anamwaga mchanga kuwamwagia makafiri. Ule mchanga ukawa ni silaha, makafiri wakawa wanakufa kwa mchanga tu. Mwenyezi Mungu akawa anaelezea tukio lile kwamba Mtume kwamba hukutupa wewe ule mchanga, isipokuwa Allah ndo alikuwa anatupa ule mchanga. Yani maana yake ni nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, japokuwa Waislamu walikuwa ni wachache. Kwa hiyo msijihisi wanyonge kuona kwamba waliokuwa nje ni wengi, sisi tuliokuwa ndani ni wachache. Sisi inaweza kuwa sababu ya kupatikana nusra katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumuombe Allah kama alivyotukusanya kwa dhiki na tabu hii ya joto, basi akatukusanye pamoja na Bwana Mtume Muhammad peponi. Mada yetu ni sifa ya mwanamke mcha Mungu. Hii ndiyo mada ya muhadhara ambao nimepangiwa kuweza kutoa mbele yenu, na ni mada muhimu sana na nitaizungumza kwa dakika chache sana. Na ni mada ambao ni very sensitive, very crucial, ni mada muhimu sana kwa sababu tupo katika mwezi mtukufu Ramadhan, mwezi ambao malengo yake ni kuweza kufikia katika daraja la ucha Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuangalia sifa za mwanamke mcha Mungu ili mwanamke aweze kujipima kile kiwango chake cha ucha Mungu ameweza kukifikia kama Mwenyezi Mungu alivyotaka au hakuweza kufikia. Kwa sababu tunafunga kweli, lakini suali la kujiuliza, yale malengo ya funga tunayafikia? Kwa sababu funga sio kujizuia na kula na kunywa peke yake. Funga ina malengo maalum. Malengo ya funga ni kuweza kufikia kwenye daraja ya ucha Mungu. Sasa suali langu ni kwamba, je, tunafikia katika ile daraja ya ucha Mungu ambao Mwenyezi Mungu amekusudia tuweze kuifikia? Ni lazima mtu uweze kuzijua sifa za mwanamke mcha Mungu. Ukishazijua hizi, inakuwa ni kipimo cha kuweza kujipima, kujiangalia mwenyewe katika nafsi yako kwamba mimi nimefikia katika daraja hii. Na Mwenyezi Mungu anasema balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Tuliokuwepo hapa, mama zangu na dada zangu, kila mtu anajijua mwenyewe katika nafsi yake. Kila mtu anajijua mwenyewe katika nafsi yake. Walau alqa ma'adhira, labda tu utengeneze vijisababu sababu, lakini unajijua. Yani kama una kijigonjwa chako kinakusumbua, pengine cha kudhulumu wenzio kwenye upatu, unajijua. Kama una kigonjwa chako pengine cha uzinifu, unakijua. Una kigonjwa chako cha uchawi, unajua. Kuwahusudu wenzio, yani balil insanu ala nafsihi basira. Kila mwanadamu anajijua mwenyewe katika nafsi yake kwamba ana kigonjwa cha aina gani kinamsumbua katika nafsi yake. Sasa ni vizuri kuweza kujua sifa za ucha Mungu ili ujipime mwenyewe katika nafsi yako unavyojiona, mimi nimefikia katika daraja Mwenyezi Mungu anayoitaka ya ucha Mungu. Wanawake waliopita walifikia kwenye kiwango hiko cha ucha Mungu,
kiasi ambacho walimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kumpenda mpaka wakawa wako tayari kutoa uhai wao kwa ajili ya mtume. Wale wanawake waliopita walimpenda mtume kiasi ambacho walikuwa wapo tayari kutoa uhai wao kwa ajili ya mtume abakie kwa hai. Kwenye historia katika vita vya Uhud, kabla sijaingia katika maudhui, katika vita vya Uhud ambapo ni vita vya pili Waislamu, mwaka wa 3 Waislamu wanapigana vita vya Uhud. Vita ile Waislamu walipigwa sana, kwa sababu mtume aliyeka maelekezo, aliwapanga baadhi ya askari kwamba msishuke kwenye mlima mpaka mimi nitakapowaambia mshuke. Baada ya Waislamu kupigana katika ile vita, wale waliopangwa kwenye mlima na wakapewa maelekezo asishuke, walipoona wenzao wameshinda katika vita, wanagombea ngawira, na wao wakatoka kwenye mlima wakashuka kuja pale. Walivyoshuka wale makafiri, wakati wanakimbia, wakawaona wale walinzi wa juu wameshuka, wakajua tena hakuna ulinzi kule juu, wakaja wakawazingira Waislamu, mtume akiwa ipo katikati. Waislamu wakapigwa sana katika vita vya Uhud, bali ikafikia mahala ndio vita ambayo mtume, ulama wanasema meno yake yalivunjika, yale ya mbele, meno yake ya mbele yalivunjika, rubaia, yale meno ya mbele yale manne makubwa. Inasemekana mtume alifariki hali ya kuwa meno yake baadhi yamevunjika, wengine wakisema jino lake moja limetoka. Ilikuwa ni katika vita vya Uhud, bali mtume alipigwa mpaka akapoteza fahamu katika uwanja wa vita, na zikavuja habari, zikaenezwa habari kwamba mtume ameuawa. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum, hakuwa mtume Muhammad isipokuwa ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, akifa au akiuawa mtarudi nyuma ya visigino vyenu? Mtarudi kwenye ukafiri kwa sababu mtume amekufa? Mwenyezi Mungu aya hii alikuwa anaelezea tukio katika vita vya Uhud. Baada ya kuzuka taarifa kwamba mtume amekufa, kuna baadhi ya masahaba wakartadi, wakatoka kwenye Uislamu. Baada ya kusikia kuwa mtume amekufa katika vita vya Uhud, baadhi ya masahaba wakarudi katika ukafiri. Ndio Mwenyezi Mungu anakuja kuwauliza, je, mtume akifa au akiuawa mtarudi nyuma ya visigino vyenu? Kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuwa hai maisha yake yote kwenye ulimwengu. Ndio mtu mmoja aliwahi kusema, lau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyan wa baqiya. Lau kama dunia ingelikuwa inadumu na vitu vyake, basi mtume angekuwa hai mpaka leo. Lakini kwa kuwa mtume amefariki, maana yake hakuna mwanadamu anaweza kubaki kuwa hai, sote tutaondoka katika mgongo wa ardhi. Mwenyezi Mungu anawauliza masahaba kwamba ikiwa mtume amekufa au ameuawa, je, mtarudi nyuma visigino vyenu? Ni kwa sababu mtume alipigwa sana katika vita vya Uhud. Sasa wakati mtume yupo chini amezimia, habari zikawafikia watu kwamba mtume amekufa. Akatoka mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Bintu Qais. Yule mwanamke akawa anatoka mbio kuelekea katika uwanja wa vita. Amesikia habari kwamba mtume amefariki, akawa anatoka mbio kwenda katika uwanja wa vita kwa lengo la kwenda kumuhami na kumtetea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tunatambua sisi katika sheria ya Kiislamu mwanamke huwa haendi vitani, mwanamke huwa haendi kupigana katika uwanja wa vita. Lakini Bintu Qais akatoka mbio, akawa anakwenda katika uwanja wa vita kwa lengo la kwenda kuhakikisha kama kweli mtume amefariki, lakini pia kwa lengo la kwenda kumuhami na kumtetea mtume. Wakati anakwenda njiani, Bintu Qais akakutana na kundi la masahaba linarudi mbio, wanakimbia katika uwanja wa vita. Yule mama anawauliza, ma fa'ala Rasulullah, mtume hali yake ipoje katika uwanja wa vita? Wale masahaba wanamjibu ule mama, wanamwambia mumeo ameuawa katika uwanja wa vita. Yule mwanamke anawajibu wale masahaba waliokuwa wanakimbia katika vita, anawaambia uridu an a'rifa
kaifa halu rasulillah. Mimi ninachotaka kujua sio habari ya baba yangu, mume wangu ameuawa katika vita. Ninachotaka kujua vipi hali ya Mtume Muhammad. Yule mama akaendelea kwenda mbele. Kundi la kwanza akaliacha likawa linaendelea kukimbia, akakutana na kundi la pili mbele, akawauliza tena swali lile lile, ma faala rasulullah, Mtume imekuwaje katika uwanja wa vita? Wale masahaba wakamjibu wakamwambia, kaka yako ameuawa katika uwanja wa vita. Mwanamke jibu lake lilikuwa ni moja tu, kwamba uridu an a'rifa kaifa halu rasulillah, mimi ninachotaka kujua vipi hali ya Mtume, achana na habari ya kuuawa kwa kakangu. Yule mwanamke akatoka tena akaelekea mbele. Habari ya kwanza ilikuwa ni kuuawa kwa baba yake mzazi. Kundi la pili anamwambia kaka yako ameuawa. Kundi la tatu anakwenda kuwauliza vipi Mtume imekuwaje katika vita, wanamwambia mume wako kauawa katika uwanja wa vita. Yule mwanamke akawaambia, ninachotaka kujua vipi hali ya Mtume Muhammad. Tazameni kiwango cha imani cha wanawake wale waliokuwa wacha Mungu, ili na sisi tujipime kwenye kiwango hiko cha ucha Mungu. Yani mtu hajali mume wake kama kauawa, kaka yake kauawa, baba yake kauawa, anachotaka kujua vipi hali ya Mtume Muhammad. Yule mwanamke akafika mpaka kwenye uwanja wa vita. Alivyofika katika uwanja wa vita, akaanza kuangalia maiti zilizokuwa zimeanguka za Waislamu, akaanza kupekua. Lengo lake kutazama, pengine ataona uso wa Mtume upo chini umeanguka. Wakati anapekua, mara ghafla akamuona Mtume yuko mbele yake, amekuja hali ya kuwa uso wake unavuja damu, nguo zake zimelowana damu. Mtume anamuuliza kitu gani kimemleta katika uwanja wa vita. Yule mwanamama akamwambia, shauku yangu ilikuwa ni kutaka kujua kama uko hai au umekufa. Mtume akamwambia, mimi niko hai. Jawabu la yule mama akamwambia, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah, msiba wowote utakaokuja baada yako ni mwepesi isipokuwa msiba wako wewe bwana Mtume Muhammad. Msiba wowote utakaotokea duniani hapa, uwe wa mme wangu, wa mwanangu, wa babangu mzazi, wa yoyote, msiba huo ni mwepesi isipokuwa msiba wako wewe Mtume. Siku utakayokufa utakuwa ndio msiba mkubwa. Yule mwanamama anageuza, anarudi zake baada ya kuhakikisha kuona kuwa Mtume yuko hai. Hiki ndio kiwango cha wanamama waliopita, namna gani walivyokuwa na uchamungu juu ya kumpenda Allah pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tujipimeni kiwango chetu cha uchamungu katika kumpenda Mtume katika hali kama hiyo. Mapenzi yetu kwa Mtume yapoje? Mapenzi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala yapoje? Kuna mwanamke mmoja huwa anapenda kumpigia mfano, anaitwa Rabiat al-Adawiya. Ni mwanamke aliishi katika nchi ya Iraki miaka hiyo. Aliishi zama moja na al-Imam Sufyani Thauri. Alikuwa ni binti mdogo sana wa miaka 26-27. Ulama wanatuambia Rabiat al-Adawiya alikuwa anaswali rakaa 100 za sunna kwa siku. Rabiat al-Adawiya alikuwa anasali rakaa 100 kwa siku. Ilifika mahala al-Imamu Sufyani Thauri, kwa namna alivyokuwa mcha Mungu yule mwanamke, ilifika mahala al-Imamu Sufyani Thauri akaenda kumuuliza kwamba imani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ipoje? Mbona unafanya ibada sana? Rabiat al-Adawiya akamjibu al-Imamu Sufyani Thauri kwamba mimi sifanye ibada kwa sababu naogopa moto wa Allah, au sifanye ibada kwa sababu ninataka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, abadtuhu hubban wa shauqan ilahi, mimi namwabudu Allah kwa sababu ninampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana ninafanya ibada sana. Kwa hiyo ilikuwa inafikia mahala zile sunna zake anazosali ilikuwa kila mmoja anashangaa ni kwa kiwango gani alivyokuwa mcha Mungu yule mwanamke.
tujipime wenyewe kwenye kiwango chetu cha uchamungu juu ya ibada yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ipoje. Hawa ni mfano wa baadhi tu wa wanawake waliopita kiwango chao cha uchamungu kilikuwa hivyo, bali siwaambii kuna baadhi ya wanawake katika historia ya Uislamu ukisoma waliingia mstari wa mbele kwenda kupigana katika vita. Kuna mwanamke alikuwa akiitwa Sulaim, ni mwanamke ambaye alikuwa akiingia front line kwenda kupambana katika uwanja wa vita. Katika vita vya Uhud, baada ya Waislamu kupigwa na baadhi ya masahaba kukimbia, Sulaim ni mwanamke aliyeshika mshale, ni mwanamke aliyeshika panga kuingia katika uwanja wa vita kwenda kupigana dhidi ya makafiri kumhami bwana Mtume Muhammad. Wanawake walikuwa hawaruhusiwi kuingia vitani kupigana, lakini Sulaim alichukua panga akaingia vitani na akaenda kupambana na makafiri. Na ulama wanasema alipambana mpaka ikaonekana jilbab, juba lake alilokuwa amevaa lilikuwa limetapakaa damu, kwa namna ambavyo alivyokuwa anapambana kumhami na kumtetea bwana Mtume Muhammad. Hiki ndio kiwango cha wanawake wacha Mungu waliopita juu ya kumhami na kumtetea bwana Mtume Muhammad. Dada zangu na mama zangu, dini ya Uislamu haiwezi kusimama ikiwa watakosekana wanawake waliokuwa wacha Mungu. Dini ya Uislamu haiwezi kupiga hatua ikiwa watakosekana wanawake wacha Mungu. Jamii haiwezi kutengemaa ikiwa watakosekana wanawake wacha Mungu. Wanaume hawawezi kufanikiwa kwenye maisha yao ya duniani na akhera ikiwa watakosekana wanawake wacha Mungu. Mtu mmoja aliwahi kusema, behind every successful man there is a strong woman. Kila mwanamume unayemuona amefanikiwa kwenye jambo lolote, nyuma yake kuna mwanamke aliyekuwa sawasawa aliyemsapoti. Yani ukiona mtu mwanamume amekuwa sawasawa, ana tabia njema, mcha Mungu, ametajirika, ana elimu, ana chochote kwenye maisha yake, amefanikiwa, nyuma yake kuna mwanamke aliyekuwa sawasawa. Ndio maana unaona Mtume alifanikiwa kwenye kila jambo kwa sababu nyuma yake alikuwa na mama Khadija, ni mwanamke aliyekuwa mcha Mungu wa sawasawa. Mtume alifanikiwa kwenye nyanja ya dini, kwenye nyanja ya kiuchumi, ni kwa sababu nyuma yake kulikuwa na mwanamke strong, kulikuwa na mwanamke wa sawasawa. Bali ilifikia hatua Mtume alikuwa anajua mahala ambapo anaweza kupata relief, moyo wake unaweza ukatulia, sehemu ambapo anajua mimi nikienda naweza nikaliwazwa, naweza nikapata maneno ya kunirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa anajua hakuna mahala isipokuwa kwa mama Khadija. Ndio maana hata ilipofikia mahala alipotokewa na Jibril kwa mara ya kwanza, alikuja kwenye umbile la kimalaika. Mtume alikuja kwenye umbile la kutisha na akawa anamfundisha Mtume Qur'an. Mtume ile hali ikamtisha, akatoka akarudi kwa mama Khadija, hakuenda mahala kwengine popote. Alipofika kama mama Khadija, zammiluni zammiluni, nifunike nifunike. Mama Khadija anamfunika bwana Mtume Muhammad, anamliwaza kwa maneno Mtume, anamrejesha katika imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alijua hakuna mahala ninapoweza kwenda kupata utulivu, hakuna mahala ambapo naweza kwenda kufarijiwa isipokuwa nirudi kwa mke wangu nyumbani. Ndio maana mnaona Mtume alifanikiwa. Lau kama wakeze Mtume wasingekuwa wacha Mungu, lau kama wakeze Mtume wasingekuwa sawasawa, Mtume asingefanikiwa. Lakini wakeze Mtume walikuwa ni wanawake wa sawasawa, walikuwa ni wanawake wacha Mungu. Ndio maana mnaona leo Mtume amefanikiwa mpaka dini imekufikia wewe na mimi. Na ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu, ni lazima wapatikane wanawake waliokuwa wacha Mungu. Sio wanawake ili mradi wanawake, lazima wapatikane wanawake wacha Mungu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni zipi sifa za mwanamke mcha Mungu? Sayyiduna Ali karramallahu wajha aliwahi kwenda kuulizwa siku moja na mtu, mattaqwa, ucha Mungu ni kitu gani? Ucha Mungu ni kitu gani? Aliulizwa.
Sayyiduna Ali jibu lake akawaambia, alkhawfu min aljalil, ucha Mungu maana yake ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona unamhofia Mwenyezi Mungu, ujue wewe una hofu, wewe ni mcha Mungu. Hofu maana yake kwenye kila ambacho Mwenyezi Mungu amekukataza wewe uendi kule, isipokuwa kwenye kila ambacho Mwenyezi Mungu amekuamrisha wewe ndio unakwenda kule. Wewe una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tujipime katika eneo hilo. Ukitaka kumjua mwanamke mcha Mungu, mtazame katika eneo la kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuhan nabii qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Mtume, waambie wake zako na wanawake wengine na mabinti zako na wanawake wengine wa Kiislamu wafunike shungi zao, kwa kufanya hivyo hawataudhiwa na watu wengine. Maneno haya anayatoa Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume. Jipime katika eneo hilo. Je, una hofu na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiamrisha? Mwenyezi Mungu ameamrisha mwanamke wa Kiislamu aweze kujistiri. Je, wewe unahofia kauli ya Mwenyezi Mungu aliyoileta kwa Mtume? Je, unavyojiona unajistiri? Jipime eneo hilo, hofu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuna baadhi ya wakati mwanamke anaweza akadhani akiambiwa kujistiri kama vile ameonewa, lakini mwanamke aliyekuwa mcha Mungu anajua aliyetoa amri hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akishakuwa mcha Mungu anakuwa haoni tabu kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba lilmuhibbi muti'i. Ukimpenda mtu unakuwa mtiifu kwake, na ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa hauoni dhiki wewe kufata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hauwezi kumpenda Allah isipokuwa lazima uwe mcha Mungu. Wacha Mungu ndio wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Niwapeni kisa kifupi. Siku moja Musa alayhi salamu alikuwa anajifanya yeye ni mcha Mungu kushinda watu wote. Musa alikuwa ni kalimullah, alikuwa ni mtu ambaye anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, wakallama Allahu Musa taklima. Musa alikuwa anakwenda kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala mfano mimi ninavyozungumza na nyinyi hivi. Sasa siku moja Musa akajita yeye ni mcha Mungu sana, anampenda Allah kuliko mtu mwingine. Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe katika imani na ucha Mungu bado. Yuko mtu mmoja mahala fulani, huyo mtu ni mcha Mungu anakushinda wewe, na ana mapenzi na mimi hakuna mfano wake. Musa akasema haiwezekani. Akamwambia, nenda mahala fulani kwenye mlima, chini ya mlima kuna pango. Kwenye lile pango utamkuta yupo mtu mmoja ambaye huyo mpelekee maelekezo, mwambie Allah amenituma nahitaji nyama ya paja. Musa akatoka akaenda kwenye ule mlima, chini kuna pango, akaenda akamkuta yuko mwanaume mmoja anafanya azkari za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Alipofika akamwambia, bwana, nimeagizwa, Mwenyezi Mungu amenituma anahitaji nyama ya paja. Yule bwana akamuuliza, aliyekutuma nani? Mwenyezi Mungu. Yule bwana akachukua kisu akakata nyama yake ya paja anampa Musa alayhi salam. Musa akashtuka, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia, sikukwambia wewe kwamba kuna watu wanaucha Mungu ambao wamekushinda wewe? Kwa nini? Innal muhibba lilmuhibbi muti'i. Yani mtu akiwa mcha Mungu akisikia jambo kasema Mungu, no doubt, wala hatii mashaka, ila yeye atatekeleza kwa kuwa amesema Allah subhanahu wa ta'ala. Jipime katika eneo hilo, hofu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ipoje? Hofu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ipoje? Ukijipima kwenye eneo hilo, je, hauchukui waume za watu? Jipime kwenye eneo hilo, hofu yako kwa Allah, kwamba kila unachokifanya, kwamba huyu mume wa mtu mimi namchukua Allah anani, una hofu katika hilo? Jipime katika eneo hilo. Ukijiona unayafanya hayo na hauna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, bado hujafikia kwenye kiwango cha mwanamke anayeitwa mcha Mungu. Mwanamke mcha Mungu ni yule ambaye anamhofia Allah subhanahu wa ta'ala.
Na niwaambie wanawake waliopita, ilikuwa inafika mahala kila anachokifanya anajua Allah subhanahu wa ta'ala ananiona, kila anachokifanya. Ukisoma katika historia, Maryam ilikuwa akiletewa chakula katika mihrabu, alipokuwa amekaa katika mihrabu. Chakula kile Zakaria ilifika mahala akawa na mashaka kwamba anapata wapi chakula hiki. Sikwambii leo we mwanamke wa Kiislamu unakuwa na kimada wako anakuonga chakula na unakula una shaka. Yani uofii kwamba hiki chakula kimekuja katika njia haram, kwamba huyu ni kimada ananipa, uofii hilo. Bali ilifika mahala Maryam alikuwa akiletewa chakula kutoka peponi na malaika. Na Zakaria alipokuwa anaingia katika mihrabu akawa anakuta chakula, akawa anamuuliza umepata wapi hiki chakula? Maryam anamwambia huwa min indillah, chakula hiki kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuniletea mwanamume mimi. Pengine kuna mtu kaja kunionga hapa, pengine kuna huwa min indillah, hiki chakula kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamke mcha Mungu ni yule ambaye kila anachokifanya anaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Tujipime katika eneo hili. Tukijitazama tunavyojiona sisi, mambo yetu tunayoyafanya, tunaamini kwamba Allah anatuona? Luqman alipokuwa anamuhusia mwanawe alimwambia, ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir. Mwanangu, chochote unachokifanya katika mgongo wa ardhi, Mwenyezi Mungu anayo habari ya jambo hilo, hata kama litakuwa mfano wa punji ya mchanga, hata kama litakuwa dogo kwa kiwango gani, liwe chini ya ardhi, iwe juu mbinguni, iwe kwenye pango, Mwenyezi Mungu anayo habari ya kile ambacho unachokifanya. Tujipime uchamungu wetu kwenye eneo la kumkhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili ya mwanamke mcha Mungu, jipime katika eneo hilo. Sayyiduna Ali akasema, waridha bil qalil, mcha Mungu ni yule ambaye anaridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaridhika na kidogo Mwenyezi Mungu alichokupa? Yani jipime kanaa yako, kukinai kwako kwenye maisha yako. Je, unaridhika na hali yako Mwenyezi Mungu aliyokupa? Au unaona hasadi mwenzio akiwa na abaya zuri na jilbabu zuri, wewe unaumia kwenye nafsi yako kwamba kwa nini yule na abaya zuri na jilbabu nzuri? Unaridhika na hali yako? Fulani anakula nyama kila siku, fulani na mume wake wamejenga, wewe ukaona una chumba kimoja, ukaona unapata tabu na una dhiki mpaka unafanya hasadi kwa mwenzio. Unaridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Jipime kwenye eneo hilo. Ukijiona hauridhiki na ugavi wa Mwenyezi Mungu, hujafikia kwenye kiwango cha ucha Mungu. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake huwa anampa mtihani. Wakati fulani unaweza ukaona mwanamke mwenzio pengine na mume wake wamejenga, wana gari na nini, pengine ukajiona wewe una chumba kimoja, miaka nenda rudi, maisha yenu ya dhiki, ukaona pengine haya sio maisha, ukaanza kusononeka, ya Rabbi nimekukosea nini? Hapana. Idha ahabba Allahu 'abdan ibtala, Mwenyezi Mungu wakati fulani akimpenda mja wake huwa anampa mtihani, kumpima imani yake na subra yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inawezekana ukawa una mwaka wa 10 upo kwenye ndoa, maisha yako ni ya dhiki na ya tabu, lakini wewe unaamini kwamba hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Una mwaka wa 10 upo katika maisha ya ndoa, lakini maisha yako ni ya dhiki, ni ya tabu. Au inawezekana pengine mpaka leo hujapata mtoto, mpaka leo. Idha ahabba Allahu 'abdan ibtala, Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake huwa anampa mtihani. Kwa hiyo inawezekana ukawa huridhiki na kile Mwenyezi Mungu alichokuwa amekukadiria. Tambua ya kwamba hujafikia kwenye kiwango cha ucha Mungu. Mcha Mungu ni yule ambaye anaridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niwapeni kisa kidogo, wanapenda sana kukisimulia kisa hiki. Mtu mmoja alitoka na rafiki yake kwenda kutembea kwenye majumba ya kifahari. Walivyofika kule, yule bwana
akaulizwa na rafiki yake, hivi tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia wenzetu riziki ya majumba mazuri kama haya? Yani ni sawasawa wewe mwanamke mwenzio ana nyumba, ana maisha mazuri na mume wake wana gari, wewe ukaanza, hivi tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia wenzetu riziki kama hizi? Sasa yule bwana akaulizwa na rafiki yake, hivi tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia wenzetu majumba mazuri kama haya? Tulikuwa wapi riziki hizi wakati zinagaiwa na Mungu? Yule bwana akamtazama rafiki yake, kisha akamchukua akampeleka hospitalini, yani mfano wake kama waende Amana pale, kisha akamuingiza ICU. Alivyoingia kule akamuuliza, hivi tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia hawa magonjwa?